one of the biggest challenges za vijana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni the fact kwamba society bado haiko open kupokea hizi businesses mpya ambazo zinaibuka kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo waga tunaisolve kwa kuongeza knowledge kwa watu, which is what you're doing. Wewe unawafundisha watu jinsi ya kufanya kwa urahisi kuregister makampuni. Watu wengi wanahisi kama ni kitu kigumu sana. Watu wanahisi kama ni kitu complicated, na hata kuanzisha biashara watu wengi wanahisi kama kuanzisha biashara unahitaji mtaji. Lakini hawajui kama unahitaji tu leverage, unahitaji kama nyenzo, kitu cha kutumia. Hata kama huna pesa unatumia nini? Mtu mwingine anaweza akawa na sauti nzuri, hiyo ikawa ni kitu anachokitumia kuanzisha biashara, ambacho sauti nzuri ambayo mtu mwingine hana. Huyo mtu mwingine ambaye angetaka kuanzisha hiyo aina ya biashara probably angehitaji pesa, ila kwa kuwa wewe una sauti nzuri unaweza kutumia hiyo kufanya hivyo. That's the point. Yes. Nimeposti nyuma hapa kwenye page yangu ya Michael Business Hub. Go and subscribe kwenye page yangu zote. Tumeweka kwenye description. Na actually hapa jina linapita. Michael Business Hub kwenye social media zote. Kuna posti niliongea kwamba ni kweli kila biashara inahitaji mtaji. Kila biashara chochote kile inahitaji mtaji. Lakini nikawapa siri kwenye ile posti kwamba sio biashara zote mtaji wake ni pesa. Yes, hiyo niliona. Yes, actually ulisema hivi, kila biashara ni kweli inahitaji mtaji, tusikufiche. Lakini sio kila mtaji ni pesa. Yes. Sio kila mtaji ni pesa. Sio kila mtaji ni pesa. Mtaji unaweza kuwa nao, vingine kama ulivyosema hapa, nyenzo kuweza kufanya trace. Kwa mfano, wewe nikwambie kitu kimoja. Ukigundua biashara unayotakiwa kuifanya inakusaidia sana wewe kugundua unahitaji nini ili ufanye hicho kitu. Jambo la kwanza, kichwani kwako unatakiwa ufute biashara ni lazima niwe na duka, niwe na product, niwe nampa mtu ananipa hela. Unatakiwa ufute hiyo. Inabidi ufute hiyo. Futa kichwani kabisa. Actually hiyo ni mbinu traditional. Yani ni mbinu ambayo watu walikuwa wakitumia miaka zamani, lakini haimaanishi hiyo ndo njia ambayo ilikuwa ni principle, ni kama sheria ya jinsi ya kufanya biashara kabisa.